leo tunazungumzia ushindi halisi au ni mitego wa maridhiano unaoweza kuwapumbaza wapinzani. Leo hatutaacha swala hili liende kama sherehe. Tutachambua kwa kina taswira ya nje na ya ndani, mtego unaowezekana wa diplomasia ya mezani na mtihani wa ukomavu wa Chadema, na mwisho tutatoa maoni kuhusu impact yake kwenye siasa za Tanzania. Baada ya uamuzi wa mahakama ya rufani unaoruhusu Chadema kuendelea na shughuli zake za kisiasa, mitaa imejawa na shangwe. Wafuasi wanaona hii kama matunda ya msimamo thabiti wa no reforms no election na shinikizo la muda mrefu dhidi ya kile wanachokiita ukandamizaji. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, chama kinaweza kufanya mikutano ya hadhara, kueneza ujumbe wake na kurejea viwanjani. Hii inaonekana kama hatua kubwa ya kurejesha uhuru wa kisiasa na kutoa nafasi sawa zaidi kwa upinzani. Wengi wanasema hatimaye uwanja wa mapambano umerejea mikononi mwa wapinzani. Na kwa wafuasi, hii ni ishara kwamba shinikizo la ndani na la kimataifa, ikiwemo la wabunge wa Ulaya, limezaa matunda. Hata hivyo, jicho la ndani linatoa taswira tofauti. Wachambuzi wa siasa za kimkakati wanauliza, je, serikali imeamua kutoa uhuru huu ili kupunguza shinikizo la ndani na la nje, hasa baada ya shinikizo la EU pamoja na SADC? Je, kuwapa wapinzani majukwaa ni mbinu ya kuwafanya wapunguze makali ya mapambano ya chini chini na kuwaingiza kwenye diplomasia ya mezani? Na je, Chadema wamepata haki yao ya kisheria au wameingizwa kwenye mfumo unaoweza kuwafanya waonekane kama sehemu ya utawala badala ya wakosoaji imara? Swali linabaki, kama Chadema wataanza mikutano ya hadhara na kuendelea kupiga kelele majukwani bila kuwasilisha hoja mbadala za kiuchumi na kijamii zinazomgusa mwananchi wa kawaida, je, hawatakuwa wakizama kwenye mtego wa kisiasa wa serikali? Kwa muda mrefu, mtaji mkubwa wa Chadema ulikuwa malalamiko ya kuzibiwa pumzi na ukandamizaji. Sasa uwanja zinazoweza kumvutia mwananchi wa kawaida. Na je, wataendelea na mapambano ya amani na kisheria au wataingia kwenye mtego wa kupiga kelele bila matokeo halisi? Ikiwa Chadema itafanikiwa kuwasilisha hoja mbadala zenye nguvu, itaimarisha demokrasia ya ushindani na kushinikiza serikali kuboresha utendaji. Na ikiwa itashindwa na kuendelea na malalamiko tu, inaweza kuimarisha taswira ya serikali kama yenye utulivu na kuifanya Chadema ionekane kama chama cha maandamano badala ya chama cha serikali mbadala. Kwa upande mwingine, serikali ina nafasi ya kuonyesha ukomavu kwa kuruhusu siasa huru bila vurugu, au inaweza kutumia nafasi ili kuimarisha mbinu zake za kisiasa na kudhibiti upinzani. Mwishowe, hii inaweza kuwa hatua ya kuleta uponyaji wa kitaifa au kuongeza mgawanyiko kulingana na jinsi pande zitakavyocheza. Uamuzi wa mahakama ni hatua chanya. Kurejeshewa uhuru wa kisiasa kwa Chadema ni ishara nzuri ya kuimarisha demokrasia. Inatoa nafasi ya ushindani wa wazi na inaweza kupunguza mvutano wa chini chini. Mtego wa maridhiano bado upo. Serikali inaweza kuwa imechagua mkakati wa kutoa nafasi ili kupunguza shinikizo, wakati ikijua kuwa upinzani utalazimika kutoa hoja mbadala. Ikiwa Chadema itashindwa kuwasilisha sera mbadala zenye nguvu, itajikuta ikipoteza mtaji wake wa zamani wa kuzidiwa pumzi na kuonekana dhaifu. Mtihani mkubwa kwa Chadema. Huu ni mtihani mkubwa sana kwa Chadema. Sasa ni wakati wa kuonyesha ukomavu. Kupiga kelele majukwani pekee haitatosha. Wanahitaji kuwasilisha hoja za kiuchumi na kijamii zinazomgusa Mtanzania na mwananchi wa kawaida, kama ajira, bei za bidhaa, huduma za kijamii na maendeleo halisi. Bila hivyo, wataonekana kama chama cha maandamano tu, si chama cha serikali mbadala. Ikiwa itafanikiwa, itaimarisha demokrasia ya ushindani na kushinikiza serikali kuboresha utendaji wake. Ikiwa sasa ina nafasi ya kuthibitisha kuwa ni chama cha serikali mbadala, si chama cha maandamano tu. Serikali ina nafasi ya kuonyesha kuwa ina ujasiri wa demokrasia halisi. Vumbi la shangwe linatimka, lakini swali linabaki, je, hii ni ushindi wa kweli wa demokrasia au ni mtego wa diplomasia ya mezani? Chadema ina mtihani mkubwa wa ukomavu, na taifa linangoja kuona kama mapambano yataendelea kwa hoja au yatageuka kuwa mchezo wa kisiasa tu. Asanteni kwa kunisikiliza. Ikiwa una maoni au unataka kujadili zaidi, nijulishe. Tanzania inastahili demokrasia yenye ukomavu, si ya sherehe tu au malalamiko. Tuwe na hekima ya kuchagua hoja na sera badala ya chuki na migawanyiko. Endelea kuwa nasi, toa maoni yako. Je,
unafili vipi kuhusiana na hili swala la Chadema wakiwa huru wazi kufanya siasa zake kama ilivyokuwa zamani?